Rais wa Marekani Donald Trump amedhihirisha kwamba Marekani haiwezi kuingia vitani peke yake bila kuwa na washirika wa NATO. Marekani licha ya kuwa inatajwa kama taifa lenye nguvu kubwa duniani, lakini wakati huu inaonyesha wazi kwamba ni taifa ambalo haliwezi kupambana peke yake, lazima liwe na washirika ambao wataweza kulisaidia. Wakati huu ambapo Marekani imeingia vitani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, kumekuwa na malalamiko makubwa yanayotolewa na rais wa Marekani dhidi ya wanachama wa NATO kwamba wanachama hao wamemsaliti, kwamba wanachama hao hawataki kuungana naye katika vita hivyo, na hivyo anajadili njia za kuweza kujitoa katika NATO. Miongoni mwa maonyo ambayo rais wa Marekani ameyatoa kuiondoa Marekani katika muungano wa kijeshi wa NATO, mojawapo ya vitisho ambavyo amekuwa akivitumia mara kwa mara. Na hii ni kutokana na kwamba wanachama hao wa NATO wamekataa kumsaidia katika vita vyake dhidi ya Iran. Alipoulizwa na gazeti la Uingereza la Telegraph iwapo anafikiria upya wanachama wa Marekani katika NATO, alisema naam, ningesema suala hilo limevuka hatua ya kufikiria upya, huku akilalamika tena kwamba washirika wake hawakujiunga na operesheni za Marekani pamoja na Israel dhidi ya Iran. Naona tu inapaswa kuwa jambo la moja kwa moja, alisisitiza katika mahojiano hayo. Matamshi ya makali ya Trump yanaonyesha tena kuwa kutokuelewa kwake jinsi muungano huo wa wanachama 32 unavyofanya kazi. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wanakitazama kifungu cha 5 cha NATO kinachowajibisha wanachama wake katika ulinzi wa pamoja. Shambulio dhidi ya mwanachama mmoja huchukuliwa kuwa shambulizi dhidi ya wote. Hata hivyo, utekelezaji wa kanuni hii huhitaji makubaliano ya pamoja. Aidha, mkataba wa mwaka 1949 ulilenga migogoro katika Ulaya na Amerika Kaskazini pekee. Mwanachama mmoja baada ya mwingine wamesita kujiunga na vita ambavyo hawakushirikishwa katika kuvipanga, hasa kwa kuwa bado hawaelewi malengo yake kutokana na ujumbe unaokinzana kutoka kwa utawala wa Trump. Kifungu cha 5 kimewahi kutumika mara moja tu kufuatia mashambulizi ya tarehe 11 Septemba mwaka 2001 nchini Marekani. Trump pia alitaja Ukraine katika mahojiano hayo akisema, tumekuwa pale moja kwa moja ikiwemo Ukraine. Baada ya uvamizi mkubwa wa Urusi dhidi ya Ukraine mwezi Februari mwaka 2022, rais wa wakati huo wa Marekani Joe Biden alichukua jukumu la kuongoza katika kuratibu mwitikio wa serikali mbalimbali za Magharibi, akiamini kuwa hatua za Rais Putin zilikuwa tishio kwa wote. NATO kama muungano ilitoa msaada, lakini iliepuka hatari ya kuhusika moja kwa moja katika upande katika mzozo huo. Hata kabla ya Trump kuingia ikulu ya White House mnamo mwaka 2017, mara kwa mara alipuuza NATO kama chui wa karatasi, akielezea kama ya kizamani, na akasema kwamba ilikuwa ikigharimu pesa nyingi za Wamarekani. Mwaka huu Trump ameudharau muungano huo, akisema kwamba Urusi ingekuwa imeikalia Ukraine yote kama Marekani isingekuwa mhimili mkuu wa utekelezaji ndani ya NATO. Karibu aiondoe Marekani katika muungano huo mapema mwaka 2019 wakati wa muhula wake wa kwanza. Tuliona dalili wazi kwamba Trump alikuwa akijiandaa kutekeleza tishio lake. Alielezea alikuwa katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg katika kumbukumbu zake za On May My Watch. Stoltenberg alisimulia jinsi alivyojitokeza katika Fox News na kumpongeza Trump kwa kuwashinikiza washirika wa NATO kuongeza matumizi yao ya kijeshi. Kwa mujibu wa simulizi lake, Trump alitambua mara moja pongezi hizo kupitia mitandao ya kijamii na baadaye hakutoa hotuba ambayo ikulu ya Marekani ilikuwa imeandaa kuhusu kujitoa kwa Marekani. Kiini cha malalamiko ya Trump kilikuwa makubaliano ya mwaka 2014 kwamba nchi zinapaswa kutumia 2% ya pato lao la taifa GDP katika ulinzi. Wakati huo lilikuwa likichukuliwa kama mwongozo tu. Sasa wakati huu ambapo Marekani imekuwa ikiendelea na vita vyake huko nchini Iran, mgogoro katika NATO unazidi kuongezeka kutokana na azma za nchi za Ulaya, hasa Canada ambayo ilitishiwa kutekwa, lakini pia eneo la Greenland ambalo pia nalo limetishiwa kutekwa. Kadhalika namna ambavyo rais huyo wa Marekani amekuwa akiatishia mataifa ya NATO katika kile alichokitaja kwamba ni mpango wake wa kuhakikisha anatengeneza mazingira ya nchi hizo kuinufaisha Marekani pia, hasa katika kuongeza 10% ya ushuru kwa nchi hizo za NATO. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, lakini kubwa ni kile ambacho tunakiona sasa kwamba Marekani bila washirika wa NATO inakuwa ni bure tu, lakini wakati huu Marekani inadhihirisha hilo kupitia rais wake Bwana Donald Trump, ambaye licha ya kwamba taifa hilo linatajwa kwamba ni taifa lenye nguvu duniani katika jeshi, lakini linashindwa kutekeleza wajibu wake wa kupambana na kushinda vita. Na wakati huu kila kukicha tarehe zinazidi kuongezeka.
wiki moja, wiki mbili, wiki tatu hadi 4, na sasa mwezi umetimia na zimeongezwa tena wiki 2 hadi 3 ili rais huyo wa Marekani kupitia majeshi yake yaweze kumaliza vita kwa kushirikiana na Israel. Endelea kuwa nasi, mimi ni Adam Hussein.